Bwana Yesu asifiwe. Na kusalimia kwa jina la Bwana Yesu. Habari za mchana. Basi ni wakati mzuri tena ambao Mungu anakwenda kusema nasi. Basi tukaangalie maneno ya Mungu katika kitabu kile cha pili cha Timotheo, mlango wa 4. Timotheo, kitabu cha pili cha Timotheo, mlango wa 4 mstari wa 7. Ni maneno ambayo sio mageni kwako. Nasoma kwa jina la Yesu, alafu tutasoma kitabu cha Hesabu mlango wa 13 mstari wa 1. Tutasogea kidogo, baadaye tutamalizia mstari wa 26 hadi wa 33. Tutasoma pia mlango wa 14, na ikimpendeza Mungu tutasoma Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 1 mpaka wa 7. Neno la Mungu limeandika Timotheo kitabu cha pili mstari wa 4, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Narudia, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Sasa turudi kitabu kile cha Hesabu. Kitabu cha Hesabu katika Agano la Kale, mstari wa 13. Sura ya 13 kuanzia mstari wa 1, tutasogea kidogo. Tutasoma mpaka mstari wa 3, alafu tutaenda mstari wa 26 na wa 33. Hizi nazo ni habari ambazo sio ngeni. Kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, tuma watu ili waende wakaipeleleze nchi ya Kanaani niwapayo wana wa Israeli katika kabila ya baba zao, na mtamtuma mtu mmoja kila mtu na awe mkuu kati yao. Basi Musa akatuma kutoka nyika ya Parani kama alivyoagizwa na Bwana. Wote walikuwa ni watu waliovichwa vya wana wa Israeli. Mstari wa 26, wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadesh. Wakaleta habari wao na mkutano wote, wakawaonyesha matunda ya nchi. Wakamwambia wakasema, tulifika nchi ile uliotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. Amaleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Mhiti na Myebusi na Mwamori wanakaa katika milima, na Mkanani anakaa karibu na bahari na kando ya ukigo wa Yordani, Kalebu wa Yordani. Kalebu akatuliza watu mbele ya Musa akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza. Wakasema, ile nchi tulioipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliwaona Wanefili wana wa Anaki waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi,
nao ndivyo walivyotuona sisi. Sura inayofuata 14 1-12. Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamnung'unikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakawaambia, ingekuwa heri kama tungelikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungelikufa katika jangwa hili. Mbona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga? Wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Wakaambiana, na tumweke mtu mmoja awe akida, tukarudi Misri. Ndipo Musa na Haruni wakaanguka kifudifudi mbele ya mkutano wa kusanyiko la wana wa Israeli. Na Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune walikuwa miongoni mwao walioipeleza nchi. Wakararua nguo zao, wakanena na mkutano wote wa wana wa Israeli wakasema, nchi ile tulioipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno ajabu. Ikiwa Bwana atatufurahia, atatuingiza katika nchi hii, atupe iwe yetu, nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Lakini msimwasi Bwana, wala msiwaogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula kwetu. Uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa, naye Bwana yu pamoja nasi, msiwaogope. Lakini mkutano wote wakaamuru wapigwe kwa mawe. Ndipo utukufu wa Bwana ukaonekana katika hema ya kukutania mbele ya wana wa Israeli. Bwana akamuuliza Musa, je, hawa watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini? Nijapokuwa nimefanya ishara hizi zote kati yao? Nitawapiga kwa tauni na kuwaondolea urithi wao, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, kisha yenye nguvu kuliko wao. Basi Musa akamwambia Bwana, ndipo wa Misri watasikia habari hiyo, kwa kuwa wewe uliwaleta. Mwisho ilikuwa 12. Watu hawa kwa uwezo wako kutoka kati yao. Kitabu cha Mwanzo 3 hapo. Mwanzo 3 hizi nazo habari siongeni 1-7. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, eti hivyo ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua kabisa siku mtakayokula matunda ya mti huu mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mtu wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajua kuwa wauchi, wakashona nguo za majani, wakajifunika nguo. Tumalizie na Waebrania 10:38. Waebrania 10:38. Waebrania 10. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nilitamani aweke ule wimbo, lakini kwa sababu ameweka pause ndefu, acha niendelee. Tumesoma kitabu hiki cha Timotheo, wa pili, mlango wa 4 na ule mstari wa 7. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Maneno haya yalikuwa ni maneno ambayo
mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa anayasema katika siku zake za mwisho. Ukisoma mstari unaotoka hapo nyuma, anasema kwa maana mimi sasa, mstari wa 6, namiminwa au naelekea au nakaribia na wakati wa kufariki kwangu umefika. Kwa hiyo Paulo alianza kuona muda wake wa kuishi umeisha. Kwa hiyo ndio akawa nasema maneno haya akimwambia mwanae wa imani Timotheo kwamba nimevipiga vita vilivyo vizuri vya imani, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Paulo anataka kutuambia nini na tunataka tujifunze nini? Ni juu ya ulinzi dhidi ya imani, kuilinda imani. Maneno haya yanazoeleka na kuwa ya kawaida. Nimehudhuria misiba mingi ya watu nao wafahamu na nisio wafahamu. Wengine unasikia wanatoa ushuhuda, jana tu marehemu tulikuwa naye baa, tena alikuwa mkarimu sana, ametununulia na bia. Kwa kweli marehemu alikuwa ni mtu mwema. Alafu kuna bango na picha ya marehemu, nimevipiga vita vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Na wewe si unaona? Kwa hiyo nikana yanavyotumika nikana kwamba ni maneno tu ya kila mtu, juu ya kuvipiga vita na kulinda imani. Lakini nini Mungu anataka atufundishe asubuhi ya leo? Ni imani gani ambayo mimi na wewe tunaweza tukajivunia katika siku zetu za mwisho ambazo Mungu amekusudia kututendea mema, kutupa tumaini la siku za mwisho ambazo tulizo nazo? Maana maandiko yanasema hizi tunaishi nyakati za hatari. Na ni nyakati zilizoanza tangu baada ya Yohana Mbatizaji. Maana anasema tangu siku za Yohana ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Na tangu hapo ndio zilipoanza kutangazwa nyakati za hatari, siku hizi za mwisho. Sasa ni imani gani? Kuna imani za aina mbili katika maisha tunayoenda nayo sisi ambao tumemwamini Yesu. Na Paulo anasema amevipiga vita vizuri, mwendo ameumaliza, imani ameilinda. Na Mungu anasema katika kitabu cha Waebrania, tumesoma ile mlango wa 10 mstari wa 38, mwenye haki wa Mungu ataishi kwa imani, akisitasita Mungu hana furaha naye. Tumesoma habari za safari ya Musa na kundi la watu wa Israeli. Lakini tumesoma pia habari za wakati wa uumbaji mwanzoni, siku za mwanzo za maisha ya Adam na Hawa. Tumeona Mungu anamtuma Musa, nenda andaa wapelelezi mashujaa wakaiangalie nchi ambayo nimewaahidia, nchi bora yenye maziwa na asali. Wakateuliwa mashujaa 12. Na kama tulivyosoma maandiko, wale walipofika kule kuna mazingira waliyaona. Lakini pia tumeona habari
ya nyoka anaongea na Hawa, na kuna maneno nyoka ameongea na Hawa. Sasa Mungu anataka kutufundisha nini asubuhi ya leo kuhusiana na maandiko haya na somo hili ambalo mtumishi wa Mungu Paulo anasema imani ameilinda? Mungu amesema mwenye haki ataishi kwa imani. Mimi na wewe tumekusanyika hapa kwa sababu ya imani. Ni wachache sana katikati yetu ambao wapo sio kwa sababu ya imani, ila ni kwa sababu wako kwenye dini yao. Tulivyokusanyika hivi kuna watu kwenye dini yao, si ndio? Dini ya wokovu, kwa sababu kaukuta baba umeokoka, mama umeokoka, shangazi, mjomba, na kwa sababu anakaa kwako yuko kwenye dini ya wazazi wake, dini ya walezi wake. Lakini asilimia kubwa tuko hapa kwa sababu ya imani, na sio imani nyingine, ni imani ya wokovu ambayo maandiko yanasema ina thamani kubwa. Kitabu cha kwanza cha Petro anasema hivyo kwamba imani hii ina thamani kubwa. Kitabu cha kwanza kilichoandikwa na Petro, ile sura ya kwanza mstari wa 6 na wa 7, anasema mnafurahi sana wakati huu, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima, mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu, ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo. Unaiona thamani ya imani yetu? Ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo. Kuna imani mbili tunazoishi nazo, zote maisha yote yanategemea imani. Imani ya wokovu na imani ya kupokea au imani ya baraka. Na naposema imani ya baraka, ni hizi: kutaka uzima, kutaka vitu, kutaka mahitaji ya mwili na kadhalika. Hiyo nayo ni imani ya baraka ambayo maandiko, Biblia imeyasema maeneo mbalimbali, hususan kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 1 mpaka wa 14. Zile ni baraka. Hiyo nayo ni imani, lakini imani iliyo ya thamani kuu, ambayo haijalishi una hali gani, bado thamani yake itabaki, imani ya wokovu. Na hiki ndicho anachojivunia Paulo, kwamba nimevipiga vita vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Kumbe imani hii yenye thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo inaweza kuibiwa. Kama Paulo amelinda, maana yake asingelinda inaweza kuibiwa. Na ndio mkakati wa shetani kwa kanisa la leo, kuiba imani kuu yenye thamani katika maisha yetu. Paulo amemaliza mwendo kwa kuilinda imani. Amemaliza mwendo, ametunza katika thamani yake, na anajivunia mbele ya Timotheo. Na hizi habari zinatusaidia leo. Nimevipiga vita vizuri. Kumbe kuna vita katika kulinda imani, na adui mkubwa wa imani ni yule shetani. Na ndio maana nimesoma maandiko ya kwenye kitabu cha Hesabu na kitabu cha Mwanzo, ili tuone ni namna gani shetani anavyoweza kulinda imani
yenye thawabu kuu kuliko dhahabu ipoteayo. Na ni tahadhari kwangu na kwako kwamba kumbe imani nilionayo kwanza ina thamani kuu. Na hii mimi na wewe tujifunze kwamba thamani ya imani ya wokovu hailinganishwi na chochote unachokiona cha thamani unakitafuta. Maana yake inapofikia hatua ya kulinda imani, vitu vingine vyote vyenye thamani katika hali ya mwili tutavidharau, tutaviacha. Paulo anasema nikaviona vitu vyote ni kama mavi, si ndio? Kwa sababu ya wokovu mkuu. Sehemu nyingine anasema sisi, mimi na wewe, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii ambao tulianza kuusikia unaokaneno na watu huko, lakini leo umetufikia kwa kumwamini Yesu. Mchana wa leo Mungu anataka urudishe kuona thamani ya wokovu, ya imani hii ya wokovu, na kuilinda kuliko unavyolinda vitu vingine. Maana wakati mwingine tumeshikilia imani kana kwamba ni kitu kisicho na thamani. Kwa sababu ya neema kuongezeka kuwa nyingi, tunaogelea kwenye neema, tumepoteza nguvu ya thamani ya wokovu na kuona kana kwamba ni kitu cha kudharaulika. Kwa mtu anaweza akatenda dhambi au akaacha kusimama na msimamo wa kimungu pale anapotokea kusimama, kwa sababu haoni thamani ya hiyo imani. Haoni thamani. Nyoka anaongea na Hawa kwamba eti hivi ndivyo basi. Nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliwafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya mti wa bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya mti wa bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Kumbe Hawa alikuwa anafahamu. Kwa kuna mambo mimi na wewe kumbe tunafahamu. Nyoka akamwambia hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Kama kuna kitu mimi ningeshukuru ni kutokujua mabaya. Sasa fikiria, mabaya yana thamani gani kwangu ili niyajue? Lakini ndugu zetu walitamani kujua na mabaya. Mungu amesema msile, mtunze kutokula haya matunda, ndiyo usalama wenu. Unajua shetani anachokifanya ili aibe imani, anacheza na fahamu za mtu. Na moja ya mambo yanayoweza kufanya imani ikaibiwa ni unapenda kusikiliza nini.
Ni sawa sana kumkataza mtoto usichezee moto. Siku haupo atauchezea moto ili aone huo unamkataza nini. Ni kama Hawa alivyofanya. Kwa shetani anaweza akaiba imani iliyo ya thamani sana kwa kucheza na fahamu zetu. Unasikiliza nini? Hawa alisikiliza kutaka kujua mabaya. Akaona kumbe kuna uzuri katika mambo ambayo ninazuilia kuyafanya. Kwa hiyo shetani anacheza na ufahamu tu. Na wakati mwingine kama tulivyosoma kitabu hiki cha Hesabu, shetani anacheza na mazingira uliopo. Kile unachokiona mbele yako, taarifa unayoipata. Kama kuna wakati, ndugu zangu, tunapaswa kuwa makini, ni katika taarifa tunayoipata na mambo tunayoyaona mbele yetu, katika kuilinda imani hii iliyo na thamani kubwa. Ni kweli Mungu amesema, ninawapeleka kwenye nchi nzuri ambayo nitawatoa wenyeji wa nchi ile na kuwapa ninyi, kama nilivyomwahidi Ibrahim na baadaye Isaka na Yakobo baba yenu, kwamba mtakaa katika nchi ile. Ni nchi nzuri iliyojaa maziwa na asali. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amesema mwenye haki ataishi kwa imani. Sisi tunaishi kwa imani. Sehemu nyingine nasema hatuishi kwa kuona, bali kwa kusikia. Kitabu cha Warumi 10 mlango wa 10 mstari wa 17. Warumi 10:17 anasema, basi imani chanzo chake ni kusikia. Kusikia kunakokuja kwa neno la Kristo ndiyo chanzo cha imani yenye thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo. Na imani ni nini? Waebrania 11 mstari wa 1. Basi imani ni kuwa na uhakika. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hilo ndilo neno la Mungu. Kuwa na uhakika na neno la Kristo. Maana hiyo imani chanzo chake ni neno la Kristo. Neno la Kristo linasema, ninawapa nchi hii na wenyeji nitawaondoa. Sio mtawaondoa, nitawaondoa. Hii ni nchi nzuri, ijayo maziwa na asali. Wapelelezi wanakwenda
hawaendi na imani, wanaenda kuyaangalia mazingira. Walipoyaona mazingira hayafanani na neno la imani, ni kweli ile nchi ilikuwa inatisha kulingana na mazingira ya wenyeji. Ni nchi nzuri lakini inatisha, maana hata watu waliokuwepo mle, miongoni mwa watu ulikuwepo uzao wa Anaki ambao ni watu warefu sana. Maandiko sehemu nyingine nasema hata kuta zilizokuwa zimejengwa zinafika hadi mbinguni. Zilishosoma maeneo hayo. Sasa mtu anajenga kuta unafika mbinguni, yaani tafsiri yake ukiangalia hivi uoni mwisho. Wakuta waheshimiwa wako ndani kule. Ndio maana walisema na sisi tukajiona kama panzi. Kama mtu amejenga ukuta mpaka mbinguni, umu mrefu kuliko wote ni Mama Najma tu, si ndio? Naye afiki, naye ni kama panzi tu pale. Lakini Mungu aliwapa neno la imani linalotuokoa sisi, kwa sababu Mungu aliwatengenezea mazingira tangu mwanzo kujidhihirisha yeye ni mkuu juu ya vitu vyote. Ndio maana akasema, Musa, watu hao watanidharau mpaka lini? Maana alitangulia kuwaonyesha mambo ambayo hayawezekani kwa akili ya kawaida, kudhihirisha kwamba yeye ni Mungu. Akisema amesema itakuwa. Na shetani anachokifanya ni ule udhaifu wetu wa kibinadamu. Anajua hatujamjua sana Mungu na maneno na uaminifu wake. Ndio maana ni rahisi kukuangusha au kukufanya ukaacha kuithamini imani iliyo ya thamani sana. Ni rahisi kuyaamini maneno ya watu na mazingira kuliko kumwamini Mungu na neno lake. Paulo mwenzetu mwendo kaumaliza na imani ameilinda. Sisi wa zama za leo ambao maandiko yanasema tunaishi nyakati za hatari, nyakati zenye ushawishi mwingi, kama vile Hawa alivyoshawishiwa kwenye bustani pale akala lile tunda, kama mazingira yalivyowaofisha hawa wapelelezi wakaikana imani, wakasema hatuwezi kuingia tena, wakataka kumponda mawe Musa. Hawa akasema potelea mbali, tunda tunalila. Shetani anacheza na ufahamu na mazingira unayoishi. Na ndio maana ili uweze kuilinda imani, lazima umfahamu sana Mungu uliyemwamini. Ulijue sana neno la Mungu. Kalebu na Yoshua wakawaambia watu, msiogope, Mungu atatuwezesha kumiliki nchi, maana ameshaondoa
uvuli wao, utukufu waliokuwa nao, nguvu walizokuwa nazo, wale si kitu. Ni kwa sababu wamemjua sana Mungu. Na mchana wa leo mimi na wewe tunawajibika kumjua Mungu na maneno yake. Maana kuna mambo yanatuofisha kiasi kwamba hatusimami na neno la Mungu, tunasimama na maneno ya watu. Na wengine waladhi kuiachia imani ili wafanikiwe kwenye maisha yao. Ni kweli tu maisha tuliyonayo, yani kuna majitu mbele. Tumesoma maandiko sehemu fulani kwamba aliposema imani ni ya thamani kuu, ile Petro amesema japokuwa kuna mambo ya kuhuzunisha kwa kitambo. Kwa hiyo ukiona unapita mazingira ya kukuhuzunisha, Mungu anafahamu. Hayo ni majitu kwa ambayo Mungu ameruhusu uyaone kwanza, ili naye adhihirishe ukuu wake, kwamba katika majitu unayoyaona yanayokuhuzunisha, mimi Mungu nipo kukumilikisha. Usiishie kuyaona majitu mbele yako, muone na Mungu mwenye nguvu juu ya majitu. Hapo ndipo unapoweza kuilinda imani na ukapokea kile ambacho Mungu amekusudia kwako. Bila hivyo utajisalimisha siku zote kwa shetani na utabaki katika hali ile ile ya kuwa mtumwa wa majitu yaliyo mbele yako. Na ninaposema majitu ni adha zote unazokutana nazo. Ni kweli kabisa unaweza kukutana na ugonjwa mpaka ukahisi ni kifo, lakini nakwambia hilo ni jitu tu. Siku moja nikasema tujifunze hata kuisemesha nafsi yetu neno la Mungu. Maana njia moja wapo ya kuilinda imani ni juu ya neno la Mungu, kuisemesha nafsi zetu. Nafsi inapoingiwa na hofu, iambie juu ya tumaini ulilo nalo. Iambie Mungu amesema usiogope. Katika Isaya, niko pamoja nawe, nitakutia nguvu, nitakusaidia, nitakuongoza kwa mkono wa haki wangu wa kuume. Isemeshe nafsi yako, isilemewe na majitu unaoyaona. Uko dhaifu, neno la Mungu linasema aliye dhaifu aseme ana nguvu. Katikati ya udhaifu uambie udhaifu, mimi na nguvu. Na uiambie nafsi yako ukijua umesimama na Mungu aliyekuokoa. Jamani, Mungu yupo, lakini Mungu hayupo kinadharia, yupo kiuhalisia. Ni sisi hatujampa nafasi ili adhihirike kwetu. Anasema mwenye kusitasita asifikiri kwamba atapokea kitu. Ndugu zangu, tunataka kumwona Mungu, tunataka atupe raha. Mungu wakati anamwambia Musa, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitawapa raha. Angalia walikokuwa wanaelekea.
Kule ambako anasema nitawapa raha na uso wangu utakwenda nawe, wanaenda kukutana na majitu. Hata ungekuwa ni wewe ungesema Mungu umenidanganya. Mbona nachokiona mbele sio raha, naona karaha. Ninaingiaje? Ninamilikije? Kwa hiyo tunapotaka Mungu tumiliki katika imani hii tulionayo, tunaposema uso wa Mungu unaenda na sisi mwaka wa 2026 na tutapata raha, pata picha. Maana maisha ya kanisa ni sawa na maisha ya safari ya wana wa Israeli. Hiyo raha unaoiendea, unakutana na Wayebusi huko, unakutana na wana wa Anaki wako mbele yako, kuta zinazofika mbinguni ziko mbele yako, kwenye raha yako na raha yangu. Mungu anapenda kuweka wazi haya ili tusiende kana kwamba ambao vichwa ambavyo viko hewa tupu. Tuwe na ufahamu. Maisha ya imani yana upinzani, na katikati ya upinzani kuna ushindi. Maana upinzani Mungu ameuweka ili yeye aonekane kuwa Mungu. Bila upinzani katika maisha ya imani, mimi na wewe hatuwezi kumuona Mungu. Tutajiona wenyewe, tutaona akili na fahamu zetu. Kwa hiyo tunapotazamia kumiliki baraka za aina mbalimbali katika imani hii, hata tufike mbinguni, ujue mbele yetu kuna vikwazo ambavyo hata mtumishi wa Mungu Paulo anasema, mwendo nimeumaliza, nimevipiga vita vizuri vya imani, mwendo nimeimaliza, imani nimeilinda. Angalia Paulo ameenda wapi, ametembeaje, amekutana na nini? Jambo ambalo mimi na wewe, maandiko yanasema, ndugu zangu, msione kwamba ni ajabu yale majaribu yanayowapata mara kwa mara. Ndiyo maisha ya imani. Petro akauliza, tumekufuata wewe, tutapata nini? Akaambiwa, mtapata mara 100 duniani na uzima wa milele. Lakini kuna kitu kikaingia katikati pale, na nini? Na udhia. Kwa hiyo si swala la kuvunjwa moyo na shetani na kushwa tamaa. Shetani anacheza na fahamu zetu kwa kuto kuyajua maneno ya Mungu. Unapopitia dhiki, tabu kwa muda fulani, unaona kana kwamba Mungu hayupo hapo. Unawaza utaratibu mwingine. Dhiki unaopitia ni maisha ya kawaida ya muamini. Tabu unaopitia ni sehemu ya maisha ya muamini, ili baadaye Mungu ajitukuze, aonekane ni mwenye nguvu. Huwezi kujua Mungu ni mponyaji kama hujaugua. Huwezi kujua kama Mungu anainua kiuchumi kabla hujawa maskini, hujawa mhitaji. Ndugu zangu, Paulo amevipiga vita vizuri vya imani. Kwa hiyo imani yetu inawindwa. Lazima tujue tunasimamaje na imani hii, tunasimamaje na baraka hizi. Isemeshe nafsi yako neno la Mungu. Ishinikize nafsi yako imuamini Mungu, adui asiibe imani. Na sharti uwe na neno la Mungu. Bila neno la Mungu huwezi kuilinda imani, wala imani haiwezi kuwepo. Kuokoka ni swala moja, kuishi ndani ya wokovu ni swala la pili. Kuishi maisha ya wokovu yanategemea sana
ufahamu wako na wa kwangu katika neno la Mungu, na hapo ndipo tunaweza kuilinda imani iliyo ya thamani kuu. Kama sina bidii ya kujitiisha kwenye maneno ya Mungu, utaishi maisha ya kawaida sana, na ni rahisi wakati wowote shetani kuiba imani na kufikiri ufahamu wangu na ufahamu wako unaweza kunifikisha kwenye hatima ninayoitaka. Lakini hatima ya kweli ya chochote unachokitaka na chochote unachokitaka iko ndani ya neno la Mungu, iko ndani ya imani ambayo tunapasa kuilinda sana. Kwa hiyo pasipo neno la Mungu, kujibidiisha kusoma ibada na kadhalika, maombi na kadhalika, imani yako iko hatarini kuibiwa. Na maandiko yanasema hizi ni nyakati za hatari. Anasema katika nyakati hizi watu wanaingiza kwa uerevu. Kitabu cha pili cha Petro kile anasema mstari wa kitabu cha pili cha Petro mstari wa kwanza, anasema kitabu cha pili cha Petro mlango wa pili, anasema lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kutakavyotokea kwenu, kama kutakavyokuwako kwenu, walimu wa uongo watakaoingiza kwa welevu uzushi na kupoteza, wakimkana hata Bwana. Kwa hiyo nyakati hizi kutatokea, na nafikiri tunaona vitu vingi, si ndio? Wanaingiza kwa welevu. Sasa sijui kama mimi na wewe tayari hatujanaswa, maana vinaingizwa kwa welevu. Sasa ufahamu wangu wa neno la Mungu, sijui kama umefikia kiwango cha kunisaidia kupambanua uwelevu. Uwelevu, kumbuka, ulianza bustani ya Edeni sura ya 3, kwamba huyu nyoka alikuwa mwelevu. Ndio huyu anayefanya kazi, ndio kazi zinazoendelea sasa. Kuna uelevu wa hali ya juu ambao shetani anakusudia watu kuwatoa kwenye imani. Na ukitaka kuona, nilikuwa naandika hapa dalili za kutaka kujua tunapomalizia kwa umepoteza imani, yaani unaanza kupotea, ni kupenda kusikiliza maneno yasiyo na ya asili ya imani yako. Unaanza kuingiwa na hali, unasikia la zaidi kusikia maneno yasiyo ya imani. Uko radhi usiwepo kwenye ibada, ila uwe kwenye mambo mengine na uone shida. Na mtu akikushirikisha swala la neno la Mungu, unaona kama anakupotezea muda, ujue ni dalili za kuibiwa imani. Huna hamu na mambo ya Mungu, mambo ya ibada, huna hamu. Yaani uko lazima upate shughuli utokomee wakati wa ibada, yaani uwe na kisababu cha kutenga na ibada. Usifikiri hiyo ni hali ya kawaida, ni dalili za kuibiwa imani. Au kuona mambo yanayokuzidi uwezo wako katika kutarajia kwako. Mfano, maandiko yanasema kitu gani kitatutenga na upendo wa Mungu? Sasa ukianza kuona kuna mambo yanaweza
kukutenga, yanaanza kukuzidi na humuoni Mungu mbele yako kama msaada, ni dalili ya kuanza kuibiwa imani. Unakutana na jambo gumu, kimbilio lako ni kwa wanadamu. Mfano, unakutana na ndoa ngumu, unatafuta wanasaikolojia wakusaidie, baada ya kutafuta watumishi wa Mungu. Manake ni dalili za unaanza kuiacha imani. Kumbe majibu yetu yote yako ndani ya neno la Mungu na watumishi wa Mungu, lakini shetani anakusukumia mbali. Ukifikiria habari ya watumishi wa Mungu unaona sio msaada, ila ukiwafikiria watu wa nje unaona ndio msaada. Unaibiwa imani. Dalili za kwamba imani imeibiwa. Tabu na dhiki zinapokulemea kiasi kwamba huoni msaada wa Mungu, maana maandiko yanasema kitu gani kitatutenga? Hakuna cha kututenga. Maana tabu na dhiki unajua ni sehemu ya maisha, lakini ikifikia hatua ukaanza kuona tabu na dhiki sio sehemu ya maisha na kumtafakari Mungu kwa ubaya. Ayubu alipitia dhiki, lakini hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Aliona bado Mungu ni tumaini hata kama ninachakaa. Ndio ufahamu ambao tunapaswa kuwa nao tunapopita katika mazingira mbalimbali katika imani. Yaani usione mazingira magumu ya tabu na mahangaiko kama sio maisha ya Mkristo. Ndiye amesema udhia unapata mara 100 na udhia ndio udhia, na udhia unalingana na kipimo. Mungu anajua wewe unaweza kumudu kwa viwango gani. Usiliondoe tumaini lako kwa Yesu. Usijikabidhi kwa wanadamu wakusaidie, watakuingiza kwenye mambo magumu. Endelea kumshirikisha Mungu. Mwambie Mungu akupe nguvu ya kuendelea kustahimili, maana ni sehemu ya maisha ya muamini. Cha msingi, imani uilinde. Na njia bora, narudia tena, njia nzuri ya kulinda imani ni neno la Mungu na watumishi wake. Kuwa rafiki wa neno la Mungu na watumishi wake, utakuwa salama. Usipende kusikiliza mashauri ya wanadamu, hasa yaliyo kinyume, ambayo hayana msingi na neno la Mungu. Yatakutoa nje ya imani. Paulo anasema tunapomalizia, nimevipiga vita vizuri vya imani, mwendo nimeumaliza, na imani ameilinda. Mungu atubariki. Tusimame. Wana wa Israeli walishindwa kupambanua neno la Mungu na ahadi yake na mazingira wanayoyaona. Hawa na Adam walishindwa kupambanua kauli ya Mungu ambayo ni amini na kweli, na kauli ya shetani ambaye ni baba wa uongo. Mimi na wewe leo yamkini tunashindwa kupambanua. Kuna wakati tunaona kama Mungu hayupo, kumbe Mungu yupo hapo hapo.
Shetani anakupeleka mbali na ufahamu wa neno lake, anakupeleka mbali na ahadi ya Mungu, anakuleta karibu na yale yanayoonekana mbele yako. Mchana wa leo Mungu atupe neema ya kuona uaminifu wa Mungu. Yako mambo ya kujifunza kupitia maandiko ambayo ndiyo imani yetu leo. Mungu aliposema na Hawa, mkila matunda haya mtakufa. Shetani akasema mkila matunda haya mtaishi, mtafanana na Mungu. Nani alikuwa mkweli kati ya Mungu na Shetani? Mungu, si ndio? Mungu akisema nitakupa raha, Shetani akakuonyesha majitu yako mbele yako mwezi huu wa pili, na kweli ukitazama unaona majitu, lakini Mungu amesema ninakumilikisha mwezi huu, hutakufa, utaishi, hutadhalilika, utakuwa salama. Niwewe kushuhudia wakati natafuta kazi, wakati naenda kutafuta kazi, nimebeba vyeti vyangu, Shetani alikuwa anashambulia ufahamu wangu. Mahala unakokwenda ulishaambiwa hakuna kazi, rudi kapumzike tu. Maisha ndo haya haya, kama wanavyosema maisha sio haya haya, ni zaidi ya haya. Sisi tuliomwamini Yesu, natembea kwa miguu, nashindana, nasimama kidogo, nasikiliza, ushawishi unakuja kwa nguvu nyingi. Hakuna kazi unakoenda, rudi. Lakini nikaisemesha nafsi yangu, maana ni kwa muda mfupi, siku 2-3 nimetoka kufundishwa juu ya ukuu wa Mungu na uaminifu wake. Nilifundishwa neno kwamba ninyi ni miungu. Nikasema kumbe ukiondoa Mungu mimi nafuatia kwa nafasi Mungu amenipa. Nikasema naenda kumkabili yule Muhindi, namwambia Yesu kaniambia kuna kazi hapa, nipe. Na nikawa nasema haijalishi anamjua Yesu hamjui. Sasa njiani hofu ikaniingia, kama hofu inavyokuingia. Unazo taarifa za matabibu, hofu inakuingia. Isemeshe nafsi yako neno la Mungu la uponyaji. Yeye ni Jehova Rafa, kwa kupigwa kwake tumeponywa. Amesema nitayaondoa magonjwa yaliyo kati yenu. Isemeshe nafsi yako mpaka ielewe. Nikaisemesha nafsi, naiambia hapana, nakoenda kuna kazi. Nafsi nyingine naambia hapana, unakoenda hakuna kazi. Kwa nilikuwa napiga hatua, naongeza mwendo huku napunguza mwendo. Napopunguza mwendo ni wakati ule ambako nafsi imeshambuliwa, nataka kukata tamaa, nigeuze. Nikaendelea kusemesha nafsi yangu neno la Mungu ili imani yangu isiibiwe. Maana Mungu alinijenga siku 2-3 nitoka kwenye ibada juu ya ukuu wa Mungu na uaminifu, ya kwamba ninaposimama nimepewa kumiliki. Kwa hiyo nilikwenda kukabiri kile kiwanda na wale Wahindi nikijua kwamba mimi niko juu yao, kazi wataitoa tu. Semeshe nafsi yako neno la Mungu. Na nilikwambia nilipofika pale nikakutana na tangazo la kazi kwenye geti lile. Nikapumua na kupumua, maana nilikuwa nashindana. Kadri ninavyolikaribia geti, naona leo naenda kutolewa na walinzi wa getini pale. Maana na kweli nilizamilia kung'ang'ana na mtaja Yesu, kasema kuna kazi. Nisijui nini kingetokea. Pale pale nikatafuta karatasi kwenye duka, nikaandika, nikaambarisha na vyeti. Na nilianza kazi jioni hiyo hiyo. Nilikuwa foreman.
kiwanda cha samaki Vic Fish pale Mwanza, lakini haikuwa rahisi kupata kazi kwa msingi wa neno la Mungu. Kilichonisukuma ni neno nilolisikia kama unavyosikia sasa. Isemeshe nafsi yako, mwambie Mungu, nisaidie kuisemesha nafsi yangu. Yes. Nafsi yangu ya kutamani, roho yangu yaona kiu, kama yala atafutavyo maji ya mto. Nafsi yangu ya kutamani, nafsi yangu ya kutamani. Isemeshe nafsi yako leo. Usiipe nafasi nafsi yako ikakutoa kwenye reli. Mungu bado ni mwaminifu. Piga vita vizuri vya imani. Hivyo ni vita vya uzima, vita vya kumiliki, vita. Semesha nafsi. Nafsi yangu ya kutamani, nijaze Roho Mtakatifu, niweke karibu nawe, nirejeshe furaha ya wokovu. Baba, nafsi yangu ya kutamani. Yesu, nijaze Roho Mtakatifu, mwone Mungu, niweke karibu nawe, nafsi yangu ya kutamani. Kuna watu wamepoteza furaha ya wokovu. Nilikuwa nasikia tangu ibada ya kwanza, kuna watu wamepoteza furaha ya wokovu. Hawamwoni Mungu. Ziki zimewazunguka, linatoka hili na kuja hili. Ilikuwa ni swala la muda tu. Ni zamu yako sasa kupata raha. Bwana kurejeshe furaha ya wokovu. Kama umekata tamaa, njoo madhabahuni, Mungu akuhudumie. Arejeshe furaha ya wokovu. Maana unapopoteza furaha ya wokovu ndio mwanzo wa kupotea. Imani inaibiwa, mwisho utaacha kabisa. Tutakuona. Ni swala la muda tu. Hiyo ziki na tabu unayopitia ndio maisha ya Wakristo. Mungu amesema tunalisi kwa imani na uvumilivu. Mungu amekuona na kwenda kuhudumia. Nafsi yangu ya kutamani, nijaze. Endelea kusikiliza ndani ya moyo. Mungu anasema na wewe sasa. Karibu nawe, nirejeshe
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Angalia nafsi zetu, angalia Bwana, kwa jina la Yesu. Oh, nijaze, nijaze Roho Mtakatifu. Rejesha furaha ya wokovu, rejesha furaha ya wokovu, rejesha furaha ya wokovu, rejesha kwa jina la Yesu. Mungu turejeshe, rejesha, 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 rejesha sasa, rejesha, rejesha, rejesha. Anza kuita Bwana, rejeshe furaha ya wokovu, Bwana rejeshe nguvu ya wokovu. Ita sasa, ita Bwana rejeshe nguvu ya wokovu, furaha ya wokovu irejee, furaha ya wokovu irejee, furaha ya wokovu irejee kwa jina la Yesu. Kukataa yale yanayozonga ufahamu wako, kataa, kataa yanayozonga ufahamu wako, yakatae, 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 yakatae yanayozonga ufahamu wako, yakatae, yakatae. Bwana arejeshe, arejeshe ushindi, arejeshe Bwana, arejeshe. Kiri kwa ushindi, kiri kwa ushindi kwa jina la Yesu. Bwana rejesha furaha ya wokovu, rejesha nguvu ya wokovu, rejesha nguvu ya ushindi, rejesha kwa kanisa katika jina la Yesu. Bwana turejeshe, Bwana turejeshe, Bwana turejeshe. Nakataa kuibiwa, nakataa kuibiwa imani, nakataa kwa jina la Yesu, nakataa kuibiwa imani, nakataa, nakataa kuonewa, nakataa kwa jina la Yesu. Bwana rejesha, rejesha furaha ya wokovu, rejesha, rejesha Bwana, rejesha nguvu ya tumaini, rejesha nguvu ya uzima, rejesha Bwana. Orisa katweka raba sayataka rebo saka rikanda rabo rebo saka. Bwana rejesha, Bwana rejesha, rejesha, rejesha. Mwite Bwana, mwite Bwana, mwite Bwana akusaidie, mwite Bwana akusaidie, mwite Bwana, mwite Bwana. Bwana akusaidie, Bwana akutie nguvu, mwite Bwana. Yeye anawapa nguvu wazimiao, umwongezea nguvu asiye na uwezo. Mwite Bwana, yeye ni nguvu zetu, yeye ni nguvu zetu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana anarejesha, anarejesha nguvu kama tai. Pokea, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu. Furaha ya wokovu irudi, furaha ya maombi irudi, furaha ya neno irudi, furaha ya ibada irudi, 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 irudi sasa. Furaha ya ibada irudi. Baba, tunaomba kupenda ibada kurudi kanisani, kupenda ibada kurejea kanisani, kupenda neno kurejea kanisani, kupenda neno kurejea kanisani, kupenda maombi kurejea kanisani, kupenda mikesha kurejea kanisani. Baba, rejesha vilivyoibiwa, Baba virejeshe, na tunaenda kwenye maombi ya siku 21. Ni saa ya kuuishwa, ni saa ya kurejeshwa. Furaha ya wokovu irejee, 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 irejee.